Mchezaji wa NFL National Football League Stefon Diggs anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kumkabali kukosa hewa, felony strangulation or suffocation, pamoja na kosa la shambulio na kupiga misdemeanor assault and battery. Hapo awali alikana mashtaka hayo na akasisitiza kuwa hakumbana mpishi wake binafsi. Mpishi huyo alikuwa akimfanyia kazi Diggs na aliishi nyumbani kwake alipokuwa na timu ya Patriots ambayo ilimwachilia mwezi Machi mwaka huu. Yeye ndiye shahidi wa kwanza kuitwa mahakamani kutoa ushahidi katika kesi hiyo na anatarajiwa kurejea tena hii leo kwa ajili ya maswali ya ziada. Upande wa utetezi wa Diggs unadai kuwa tuhuma hizo zina ushahidi wa msingi na zilikuja wakati mpishi huyo alipokuwa kidai fedha. Mwendesha mashtaka Drew Vogt alitumia hotuba yake fupi ya mwanzo kuelekeza majaji kuhusu jukumu lao na watu wengine waliopo mahakamani. Pia alieleza kwa ufupi ushahidi unaotarajiwa, ikiwemo historia ya kazi ya mpishi huyo, jinsi alivyoanza kufanya kazi kwa Diggs na kile anachodai kilichotokea tarehe 2 ya mwezi Desemba mwaka 2025. Wakili wa Diggs alitoa hotuba ndefu zaidi akisisitiza kuwa upande wa serikali hauna ushahidi wowote wa kuthibitisha mashtaka hayo. Haikutokea, hakukuwa na kubano koo, hakukuwa na shambulio, hakukuwa na tukio lolote tarehe 2 mwezi Desemba au siku nyingine yoyote. Kulikuwa na watu 6 nyumbani kwa Bwana Dickson, akimaanisha Diggs, tarehe 2 mwezi huo wa Desemba, na hakuna aliyesikia au kuona jambo lisilo la kawaida, wakili Andrew Catwell aliwaambia majaji. Pia alidai kwa mpishi huyo alificha baadhi ya ujumbe kutoka kwa polisi na kwamba alikwenda polisi baada ya kufukuzwa kazi. Jamila Mea Adams alieleza kuwa uhusiano wake na Diggs ulianza kama urafiki, kisha ukawa wa kimapenzi na baadaye wa kikazi. Alisema kazi yake kuishi nyumbani humo ilihusisha kupanga na kusimamia lisha Diggs pamoja na kupika kwa watu wengine waliokuwepo. Alidai kuwa alikuwa akilipwa $2,000 kwa wiki. Mpishi alidai kwamba kulikuwa na ujumbe, yani message, uliokuwa umefichua taarifa za siri kuhusu uhusiano wa kimapenzi kati ya Diggs na mfanyakazi mwingine wa kike. Hii ina maana kuwa Diggs alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mfanyakazi mwingine ndani ya mazingira ya kazi ama nyumbani kwake, na hicho ni kipindi ambacho yeye pia alikuwa naye kwenye mahusiano. Uhusiano huo haukuwa wazi kwa kila mtu. Adams aliweza kuona au kujua kuhusu uhusiano huo kupitia ujumbe huo. Alisema kuwa Diggs alimkabili Daniel moja na kumlaumu kuhusu ujumbe huo. Huenda akidhani kwamba Adams alihusika kusambaza, kufichua au alikuwa anajua mengi kuhusu jambo hilo. Zaidi ya hapo, Adams pia alieleza kwamba kwa alikuwa kwenye safari ya Miami na kundi la Diggs kwa sababu ya hali hiyo, ikimaanisha kuwa uhusiano wake na Diggs au mvutano uliosababishwa na suala la mfanyakazi mwingine uliathiri nafasi yake ndani ya kundi. Inawezekana kulikuwa na wivu, migogoro ya ndani au hali ya kutoaminiana iliyochangia kumtenga. Katika ushahidi wake ambao ulikatizwa mara kadhaa na pingamizi, Adams alisema Diggs aliingia chumbani kwake tarehe 2 mwezi Desemba, akamhoji, akampiga kofi na kumbana koo. Alisema kuwa watu wengine walikuwepo nyumbani humo, lakini hakuna aliyeshuhudia tukio hilo linalodaiwa. Adams alikiri kuwa hakupiga picha majeraha aliyopata, hakutafuta matibabu na kumweleza yote katika kundi la Stefon Diggs kuhusu tukio hilo kwa sababu alisema kuwa na imani nao. Mashtaka yanatokana na tukio linalodaiwa kutokea mwezi Desemba nyumbani kwa Stefon Diggs, ambapo mpishi alimwambia polisi kuwa Diggs alimshambulia kwa kumbana kwa wakati wa mabishano kuhusu malipo. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Stefon Diggs alijaribu kumbana ni mwathirika kwa kutumia sehemu ndani ya kiwiko chake kuzunguka shingo yake. Nyaraka hizo zinaeleza kuwa mwanamke huyo alipata shida kupumua na alihisi kama angeweza kuzimia. Alisema alipokuwa akijaribu kuondoa mkono wake, yani mkono wa Diggs, Diggs aliongeza nguvu na kumshika kisha akamrusha juu ya kitanda. Ripoti ya polisi inaonyesha kuwa mwanamke huyo alikuwa na wekundu kwenye kifua chake, lakini hakuna picha zilizopigwa kama ushahidi. Waendesha mashtaka walisema wanapanga kuita mashahidi wawili, mpishi na askari wa polisi. Upande wa utetezi ulisema utaita watu waliokuwepo ndani ya nyumba wakati tukio hilo linadaiwa kutokea. Ni Jumanne leo saa za Marekani, kesi itaendelea kusikilizwa. Mpishi kisheria anachokifanya kwa sasa ni kutoa ushahidi ili mahakama iamue kama Diggs ana hatia mahana. Masuala kulipwa fidia kama yapo kawaida huja kwenye kesi ya madai, yani civil case, si lazima kwenye kesi ya jinai. Kesi ina madai ya mahusiano yanakuja ambapo ilielezwa kuwa Stefon Diggs na Cardi B walikuwa wameanza kuweka mambo sawa. Hii ni baada ya kudaiwa kwamba wamekwisha kutengana kwa muda.